kupitia mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA. PPRA kwa leo vijana tunawaletea fursa za kufanya biashara na serikali kupitia zabuni au tenda za serikali. Wajasiriamali tupo? Wafanya biashara mpo? Okay. Kwa kupitia sheria yetu ya ununuzi wa umma kuna fursa mbalimbali zimeainishwa kwenye sheria yetu ambayo kwa sasa hivi tuna sheria namba 10 ya mwaka 2023. Lakini mahususi kwa leo nitazungumzia fursa kwa vijana na makundi mengine maalum ambazo zimetengwa kwa mujibu wa sheria. Na kwa fursa zilizopo kwenye sheria hii tuna 30% ambazo zimetengwa mahususi kwa ajili ya makundi ya vijana, ambao makundi ya vijana wanapata mpaka 10%, lakini tuna makundi ya wakina mama au wanawake wana 5%, tuna makundi ya wenye ulemavu ambao wanapata 10%, lakini pia tuna makundi ya wazee ambao wanapata 5%. Jumla zote hizi zinatupa 30%. Kwa hiyo kama PPRA amepewa jukumu kwa mujibu wa sheria yetu ya ununuzi kusimamia na kuhakikisha taasisi nunuzi zinatenga fedha kwenye bajeti zao za ununuzi kwa ajili ya haya makundi maalum. Labda nitakapokuwa nazungumzia ununuzi au ununuzi wa umma, wengine tunaweza tukawa tuna maswali. Je, tunapozungumzia ununuzi wa umma tunazungumzia kitu gani? Mgeni rasmi hapa asubuhi ametueleza kwamba serikali katika wilaya hii ya Kinondoni imetoa shilingi almost ilikuwa ni trilioni 1.4, ambayo akatutolea ufafanuzi ile fedha imetumika kwa ajili ya miradi mbalimbali. Amezungumzia masuala ya ujenzi wa barabara kutoka barabara ya Bagamoyo Road kuja mpaka Mwenge unaenda mpaka Ubungo unaenda mpaka Basiaya. Akatolea tena mifano ya miradi ya maji taka ambayo inatekelezwa na serikali. Kwa hiyo hiki alichokizungumzia, hii ndio tafsiri rahisi ya kuzungumzia swala la ununuzi wa umma. Yeye amegusia tu kipengele kimoja ambacho kilikuwa ni mahususi kwa ajili ya miradi ambayo tunasema ni kandarasi za majenzi. Lakini pia kwenye ununuzi wa umma kuna aina nyingine tena za huduma zinazopatikana. Kwa mfano kuna ununuzi wa bidhaa mbalimbali. Sasa hivi kuna maofisi mengi yanahitaji vifaa vya ofisi, mfano furniture, yanahitaji vifaa vya electronics, computer za kufanyia kazi, yanahitaji printing machine. Zote zile zinanunuliwa kwa kufuata utaratibu ambao utaratibu huo ndio umeainisha kwamba lazima zitengwe zabuni au tenda kwa ajili ya makundi maalum. Kadhalika kuna huduma za kitaalamu na zisizokuwa za kitaalamu. Mfano kuna watu kama huduma za ulinzi, usafi, masuala ya huduma za vyakula, yote haya yamezungumziwa kwenye sheria. Lakini kuna huduma za kitaalamu. Amezungumzia mwenzangu hapa mtaalamu kutoka kwenye masuala ya afya kutoka Moi. Amezungumzia kwamba kwa mfano kwa Moi kutoka kuna changamoto kubwa ya foleni kutoka asubuhi mpaka jioni, namna kumuona daktari kupata huduma. Akazungumzia anaweza kutokea vijana wakatengeneza kikundi, wakaja na proposal namna gani wanaweza wakatatua ile tatizo. Kwamba wanaweza kutengeneza program au software ambayo inaweza ikasaidia sasa kutibu hilo tatizo. Hizi kwa kifupi tunaziita ni huduma za kitaalamu au consultancy service. Kwa hiyo tunapozungumzia ununuzi serikalini tuna makundi au makubwa 4. Tuna masuala ya kandarasi za ujenzi ambao ndio inatumia sehemu kubwa ya fedha ya umma, lakini kuna masuala ya huduma zisizokuwa za kitaalamu na ni consultancy, lakini kuna maeneo ya bidhaa ambayo ni goods, lakini pia kuna eneo la mwisho nilolitolea mfano ni sehemu ya consultancy. Sasa kwa nini serikali imeamua kutenga 30% kwa ajili ya makundi maalum? Na napenda sana kurejea hotuba ya mgeni rasmi kwa sababu ameongelea sehemu kubwa ya kitu ambacho mimi naenda tu kujazilishia au kuongezea tu, kwa sababu kila kitu alikizungumzia vizuri sana na kwa uhalisia, kwa kuwa hili ni sehemu ya shughuli zake anazokumbana nazo
kila siku. Kwa mfano alisema ukitembea Dar es Salaam hii, ukienda mfano Oysterbay, ukienda kama unaenda huku Kutuchi, utakuta wazungu, utakuta Wachina wengi. Kwa nini? Akasema kuna kitu watu wanasafiri, wanatoka Asia, wanatoka Ulaya, wanakuja Tanzania kushughulikia fursa kubwa zilizowaleta hapo. Ukiangalia wengi wanahusika katika kutekeleza miradi ya serikali. Utaangalia labda ukienda kama SGR, utakuta nao wageni. Utakuja miradi mikubwa kama la nyumba ile Bwana Nyerere, utakuja hii miradi ya barabara, utakuta ni wageni. Kwa hiyo majengo makubwa utakuta ni wageni. Sasa swala linakuja, kama wageni wanasafiri, wanatoka mbali, wanakuja kufanya shughuli au kazi huku kwetu Tanzania, je, sisi kama vijana ambao ni taifa la leo na taifa la kesho, tunafeli wapi? Tunakwama nini kinatukwamisha? Lakini ukiangalia kiuhalisia, kuna nadharia, watu wanakuwa na imani kwa kwamba hizi tenda za serikali zina wenyewe au wanapeana wenyewe kwa wenyewe. Lakini sasa serikali ikasema hapana, tuondoe hiyo nadharia, na kwa kuanzia tuhakikishe serikali inatenga, kila taasisi inaonunua ya umma inatenga 30% kwa ajili ya makundi maalum. Na ikaweka mwongozo kwa kwamba ikitokea taasisi inashindwa kutenga hizo 30%, lazima itoe sababu PPRA kwa nini imeshindwa kutenga. Mfano mzuri, kama dada yangu hapa kutoka Moi, unajua vifaa vingi na mifumo mingi au vitu vingi vinavyotumika pale Moi vinaweza vikaa labda havipatikani zaidi kwenye mazingira ya Kitanzania. Kwa hiyo wenyewe wanaweza wakasema kwa aina ya vitu tunavyohitaji na huduma zetu, sisi tunaweza tukawa tunatenga 15%, na ikatolewa sababu ikaeleweka. Lakini ukija taasisi nyingine kama watu kama TARURA, TANROADS, wale oriented services zao zinajulikana, ujenzi wa barabara, kurepea, wana mikataba mikubwa, wale wanaweza wakiamua, wanaweza hata wakatenga zaidi ya hiyo 30%. Na ninapozungumzia 30%, tunaweza tukajiuliza ni kiwango gani? Kama unakumbuka katika ile hotuba ya asubuhi, mgeni rasmi alisema tu Kinondoni kwa mwaka wa fedha 24-25 kwenye miradi ya maendeleo wamepokea almost trilioni 1.4. Hiyo ni halmashauri moja. Sasa imagine tuna halmashauri almost sasa hivi 185, tuna mataasisi ya umma, tuna mashirika ya umma. Kwa hiyo tukijumuisha zote tunapata almost, kwa mfano ukichukulia mfano mzuri kwenye mwaka wa fedha unaishia 24-25, tunakuwa tuna zaidi ya trilioni 30, ambao tukienda kusema sasa tunataka tukatenge hela kwa ajili ya makundi maalum, tunaenda kuzungumzia zaidi ya trilioni 9 kwa ajili ya makundi maalum, ambapo kwenye hizi 9 tunategemea sasa vijana wapate almost zaidi ya trilioni 3. Lakini tutaenda baadaye kwenye takwimu, utaona hali ilivyo mbaya. Tuna sheria iko pale, Mheshimiwa Rais ameisaini na ikaika msisitizo ambaye mkuu wa taasisi atakayeshindwa kutenga fedha kwa ajili ya makundi maalum itachukuliwa ni kosa la jinai kama makosa mengine, na ataweza kuchukuliwa hatua za kinidhamu. Pamoja na hilo, sheria inasema pia hata kwa wale vijana wajasiriamali ambao wanafanya shughuli mbalimbali, kuna watu wanatengeneza furniture, kuna watu wanatengeneza mifumo midogo. Kwa hiyo wanasema kwa huduma au bidhaa zinazopatikana ndani ya nchi, kipaumbele cha kwanza ni lazima zinunuliwe ndani ya Tanzania. Kama zikikosekana, ndio tuende nje tukanunue vifaa au hizo huduma kutoka kwa wazalishaji kutoka